Serikali ya Malaysia imetangaza kuwa watumishi wa umma katika wizara, taasisi za serikali, mashirika ya umma pamoja na kampuni zinazomilikiwa na serikali wataanza kufanya kazi wakiwa nyumbani kuanzia Aprili 15 mwaka 2026. Hatua hiyo inalenga kupunguza matumizi ya mafuta huku nchi ikianza kuathiriwa na mgogoro wa nishati unaosababishwa na vita vya Mashariki ya Kati. Akizungumza April 1 mwaka 2026, Waziri Mkuu Anwar Ibrahim alisema uamuzi huo umeidhinishwa na Baraza la Mawaziri ili kusaidia kudhibiti matumizi ya mafuta na kuhakikisha upatikanaji wa nishati unaendelea kuwa thabiti. Hata hivyo, alibainisha kuwa maelezo zaidi kuhusu utekelezaji wa mpango huo yatatolewa baadaye. Malaysia ni miongoni mwa nchi zinazotoa ruzuku kubwa ya mafuta, ambapo wananchi wanastahili kulipa takriban ringgit 1.99 sawa na dola za Kimarekani 0.49 kwa lita moja ya petroli. Hata hivyo, kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta duniani na hali ya sintofahamu katika usambazaji wa nishati, serikali imepunguza kiwango cha mafuta ya ruzuku kutoka lita 300 hadi lita 200 kwa mwezi kwa kila mnufaika. Bei ya mafuta yasiyo na ruzuku itaendelea kuendana na soko la dunia lilivyo. Hatua hizi zinachukuliwa wakati Irani ikiendelea kudhibiti kwa karibu mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani, hali inayochangia kupanda kwa bei na kuathiri upatikanaji wa nishati katika nchi mbalimbali. Wakati huo huo, serikali ya Malaysia imesema meli zake za mafuta zitaendelea kuruhusiwa kupita katika eneo hilo kutokana na uhusiano mzuri wa kidiplomasia uliopo kati ya Malaysia na Iran. Waziri Mkuu Anwar pia alimshukuru Rais wa Iran Masoud kwa kuruhusu meli za mafuta za Malaysia na wafanyakazi wake kuendelea na safari zao kwa usalama. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV. Hivyo basi usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili wa kwanza kupata update na makala.